Halten wir zwei Dinge fest, ehe ich lese und weiter übersetze. Mbele ya kuendelea kusoma na kutafsiri, tushike mambo haya mawili, ya kwamba kupitia Adamu wa kwanza, bila hata sisi kuulizwa, bila hata kuulizwa, tulikuwa tumewekwa muhuri na kuhukumiwa na Mungu kama vile wenye zambi. Hakuna mmoja wetu ambaye aliyeulizwa ili aweze kujua ni wakati gani au namna gani au mahali gani angepaswa kuzaliwa, na hakuna mmoja katikati yetu aliyeulizwa kama anahitaji au mwenye zambi au hapana. Lakini na ni hivyo hivyo kwa yale yaliyofanyika kupitia Adamu wa pili. Wakati tulipokuwa tungali wenye zambi, wakati tulipokuwa hata kuwa, wakati tulipokuwa hatujaonekana katika mwili, kitendo cha haki cha mmoja, ni kusema Kristo, ilitosha Mungu, ikatosha mbele ya Mungu kwa ajili ya wale wote ambao wangepasha kuamini. Na hivyo hivyo kama vile tuliozaliwa katika ulimwengu huu tukitenganishwa na Mungu na kuhukumiwa bila hata kuwa tulifanya kitu fulani kwa ajili ya hiyo, tulipatanishwa na Mungu kupitia Golgota, tukahesabiwa haki na tukageuka kuwa mali ya Mungu kwa ajili ya wakati na kwa ajili ya milele wote. Inaomba kufahamu hayo vizuri, na kama sivyo tutaweza kuhusika na sisi wenyewe maisha yetu yote, na kwa mwisho hatutakuwa tumemaliza. Ndani ya sura 5 na 6 ya barua kwa Waroma tunapata hapa maneno ya kipekee sana. Tunaweza kuyaita ya kwamba ni maneno iliyofunguo ya kazi ya ukombozi, na ningetaka naomba kusoma mengi hapa. Ningetaka niweze kusoma hapa mstari wa 12. Waroma sura 5 mstari wa 12. Hivi kama kwa mtu mmoja zambi iliingia ulimwenguni, na kufa kwa njia ya zambi, na hivi kufa kulikuja juu ya watu wote, kwa sababu wote wamefanya zambi. Mstari wa 13. Maana mbele ya sheria zambi ilikuwa ulimwenguni, lakini zambi haihesabiwi wakati sheria isipokuwa. Mstari wa 14. Lakini kufa kulitawala tangu Adamu mpaka Musa, hata juu ya watu wasiofanya zambi kama alivyofanya Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Mstari wa 15. Lakini zawadi ya neema, hapa ndugu Franki anasema hapa Yesu, neno la mtafsiri zaidi, lakini zawadi ya neema haikukuwa kama lile kosa, kwa maana kwa kosa la mtu mmoja wengi walikufa. Zaidi sana neema ya Mungu na zawadi kwa njia ya neema ya mtu mmoja Yesu Kristo imezidi kwa watu wengi. Mstari wa 16. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya zambi, si kadiri ya ile zawadi, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja, akaleta adhabu
lakini zawadi ya neema ilikuwa kwa njia ya makosa mengi, ikaleta kuhesabiwa haki. Mstari wa 17, kwa maana kama kwa njia ya kosa la mtu mmoja kufa kulitawala kwa ajili ya mtu mmoja, so werden hier noch viel gewisser die zaidi sana wao wanaopokea neema ya kuzidi sana na zawadi ya haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Tunaweza kuendelea kusoma hapa. Haya ni maneno yaliyo funguo baada neno moja baada nyingine, na ni lazima sana ili tuweze kuzungumuza lugha ya Mungu. Tunakubali ya kwamba tulizaliwa katika dhambi na tukaishi katika dhambi. Hiyo ndiyo hukumu ya Mungu juu ya kila mwanadamu. Na kama mtu fulani anaweza kuvaa mavazi meupe na kisha anaweza kuweka hata manyoya meupe ndani ya kilemba chake, lakini ndani ya mtu huyo atakuwa tu ni mtu mweusi. Kila mtu yote aliyezaliwa ndani ya ulimwengu mzima na aliyezaliwa baada ya anguko alizaliwa akitengana na Mungu, akiwa amepotea, akiwa amehukumiwa tangu utoto wake. Na mulisikia leo kulinganisha ya ndugu Branham ambayo nashangaka nayo namna anavyotamka maneno. Hakuna mtu anayetamka maneno kama vile yeye. Mulisikia kulinganisha sawasawa na maji kidogo inayoitwa kwamba ni maji ya baraka, ambayo inasema kwamba inaweza kugeuza Myahudi kuwa Mkristo. Swali ya kwanza, nani aliyefanya maji hayo kuwa maji ya baraka au takatifu? Inaweza kulowanisha mtu, lakini hawezi kumfanya kuwa mtakatifu. Na wakati watu wanapokuwa wamegeuzwa, waliotaka kufanya kitu fulani, mtu aliyetaka kuweza kufanya maji hayo matakatifu hakukuwa na lazima ya kutosha ili kugeuka, inaweza kufanyika pale pia. Hapana. Tunashukuru sana Mungu kwa maana hatuonekane mbele yake kama vile Wafarisayo, kama vile watu ambao wanaosema, Bwana, ninakushukuru kwa sababu mimi siko kama vile mtu fulani na mtu fulani. Luka 18:11. Hapana, lakini tunasema, o Mungu, hukumu yako juu yangu ni ya haki, ni ya kweli na ni ya kweli. Tunasema amina kwa ajili ya hiyo. Lakini wakati napoandikwa kama vile hukumu ilivyokuja juu ya wote kupitia mmoja, na inaandikwa pia baadaye ya kwamba kupitia kitendo kimoja cha haki cha mmoja kuhesabiwa haki ilikuja juu ya wale wote wanaoamini. Na hapo pia tunasema kwa moyo wetu wote amina, kutoka kili cha moyo wetu. Na hapo tunatambua ya kwamba hali ya kwanza ilibomolewa na Mungu, na hapo sasa hali ya pili ikawekwa kama vile ndiyo inayostahili, inayokubaliwa. Na sasa mbele ya macho ya Mungu hatuko tena wenye zambi waliotengana na Mungu, lakini watu ambao waliopatanishwa na Mungu. Nasoma tena Waroma 5 sasa mstari wa 18. Na hapa inaandikwa, basi kama hivi, kama vile kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, hivi kwa tendo moja la haki watu wote walipewa haki yenye uzima.
Ndiyo, sijui kama amini na mbili zinatosha, sijui. Hiyo ndiyo Injili, hiyo ndiyo chanzo ya ujumbe wa kiungu. Hapa hakuna mtu anayeweza kuweka kitendo, anayeweka mikono mbili au akitenda kitu fulani, au anayeweza kuweka maji fulani, kitu fulani, au kitendo cha kupaka rangi. Lakini hapa neno la Mungu linatangazwa kwa uhakika na uhakika na ukweli, na mtu anaweza kuiamini, anaweza kupata salama ya Mungu na pumziko ya Mungu. Na hiyo ni ajabu sana, na hayo yangepasha kutufurahisha sisi sote, na tunasema amina kwa yote ambayo Mungu aliyosema. Tunasema ndiyo, wakati napoandikwa ya kwamba sisi sote tulikuwa tumehukumiwa wakati wa hukumu ya kwanza, na siwezi kitu fulani, lakini ndani hivyo na iko hivyo hivyo kwa ajili ya pili, kupitia kuhesabiwa haki. Munaweza kuisoma mbele hapo katika hiyo sura moja kwenye mstari wa 5 ya kwamba Mungu alionyesha upendo wake kwa ajili yetu wakati tulipokuwa tungali wenye dhambi, na alishaka kutupatanisha pamoja na yeye mwenyewe. Waroma 5 mstari 8. Na inalomba sasa wewe kuikubali au kuikataa, na kusema ndiyo au hapana, na kubaki kama vile ulivyo, au kugeuka yale ambayo Mungu aliyotayarisha kwa ajili yako. Na Mungu atakamata maamuzi hayo. Mungu hatakamata maamuzi hayo kwa mtu binafsi, kwa mtu mwingine, nasi tunamkamatia kwa yale ambayo anayosema wakati tunaposema katika neno lake. Na ndiyo maana inaandikwa katika Waroma sura 10, imani inatoka katika mahubiri na mahubiri inatoka katika neno la Mungu. Waroma sura 10 mstari 17. Wakati neno linapohubiriwa na linapoaminiwa, hapo sasa Mungu anatenda, na yale ambayo Mungu aliyoweka kama vile ya kukubaliwa ndiyo yanatimilika. Kama mnasoma barua kwa Waebrania, mtaweza kupata andiko linalosema ya kwamba kama agano la kale lingetosha ili iweze kuleta watu katika ukamilifu, Mungu hangekuwa na hitaji ya kuweza kuweka agano la pili. Waebrania sura 8 mstari wa 7. Na kisha tunaingia katika Mathayo sura 26 mstari 26 mpaka 28, mahali ambapo Bwana alisema ya kwamba hii ni damu ya agano jipya. Mungu aliweka agano la pili na akaumba mtu mpya ambaye aliyeingizwa katika hiyo agano jipya, na yote ambayo isiyolingana na agano jipya hiyo ndani mwetu tunaitangaza ya kwamba haina nafasi, na yale ambayo Mungu anayoagiza na anayongoja kwetu, yeye ataitimiza, ataifanya mwenyewe ndani yetu kama tunaweza kumruhusu. Na hapo sasa tuko hapa ili Mungu aweze kutenda ndani yetu. Wakati ndugu Rusi alipopandisha ombi la kwanza kwenye kiti cha Mungu baada ya maombi ya asubuhi, nilishambia ona jinsi ingekuwa vema kama sisi sote tunaweza kuwa kama sote tulishuka pamoja na yeye akose. Hatukusikia akose sauti zenu, lakini Mungu anaona mioyo. Lakini ninahitaji hapo tuingie, tupate sehemu iwe katika kuomba, katika kuimba, wakati wa sikia neno la Mungu, wakati wa kutangaza neno, tupate sehemu ili roho, damu na neno vyote kutenda. Na hiyo ndiyo tunataka tuseme kwa wakati huu. Wengi waliweza kuishi msamaha kupitia damu ndani ya imani ndani ya Yesu Kristo, na wakasimamia pale, hawakufikia katika kuzaliwa upya, hawakufika kwenye muhuri pamoja na Roho Mtakatifu. Walijifurahisha na hiyo na wakasimamia pale,
Bwana ana kanisa ambalo atakaloonyesha pasipo mkunjo wala kunyanzi mbele ya kiti chake cha neema, mahali ambapo damu ya upatanisho ilipomwangika na inayozungumuza vema kuliko damu ya Abeli, inatufanya kuwa huru, ikatufanya kuwa huru kwa kiwango. Hatukugeuka tu waamini, lakini sisi kama vile waamini tuna neema ya kuendelea kutembea pamoja na Mungu kupitia Roho na neno, kama vile watoto watiifu ambao wanaotembea pamoja na yeye kwa kila hatua. Sikukuwa na hitaji ya kuweza kusema kitu fulani hapa, lakini nyuma mchana kati huu, na ijapokuwa hayo yananigusa, ningetaka tu hayo nayo ni sehemu ya utangazaji, kama vile Paulo alivyosema katika wakati ule, kuonyesha kwa Bwana bibi harusi asiye na mkunjo wala kunyanzi, wa Efeso sura 5:27. Haihusu kuweza kuhubiri tu hapa, lakini inahusu kuweza kuishi yale inayohubiriwa hapa, kuyaishi hapa. Watu wanapaswa kuchukua nyumbani kwao yale ambayo Mungu anayowapatia. Haipaswi kuwa tu ni kipaji au kitendo kinachopewa, lakini inaomba kuingia katika kitendo hicho, kuweza kuyaishi na kuingia katika mazoezi. Na ninawaza ya kwamba Bwana ataweza kutujulisha umuhimu wa haraka, na ni wakati tunapoweza kusema kama vile nabii Isaya kwamba ni oga ya kwamba wakati tunapoona unabii na kitabu unataka kuweza kuingia ndani na kuwa fupi, kitanda nataka kulala ndani ni fupi, na kifuniko nataka kujifunika inakuwa ni kidogo. Isaya 28:20. Mnajua nyote neno hilo, mnajua nyote hilo neno. Tunapaswa kutambua kwamba hiyo haitoshi na kwamba tunahitaji ya zaidi, na hapo Mungu anaweza kutupatia zaidi, anaweza kujifunua, anaweza kujionyesha. Heri wale walio na njaa na kiu ya haki, heri wale walio na njaa na kiu, kwa sababu watashibishwa. Mathayo 5:6. Tunaweza kuiona leo katika maisha ya kila siku, wakati watu hawakuweza kula mchana mzima, na namna gani yanafanyikaka kwao, na inapasha kuwa hivyo kwa namna ya kiroho. Inaomba kuingia katika kitendo na kukula. Mtu haishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno lote linalotoka katika kinywa cha Mungu. Mathayo sura 4:4. Na ninawaza ya kwamba katika wakati wetu, ndani ya siku zetu maneno mengi ya Mungu yamekwisha kutoka katika kinywa cha Mungu. Nishaka kuisema mara mbili hapa, hakuna nabii au mtume ili atutumikie, lakini tuna neno la manabii na neno la wamitume. Tulipokea agano la kale na agano jipya kupitia ufunuo wa kiungu. Kwa ajili yetu si kitabu ambayo wanayosoma kama vile kitabu kingine na ambayo wanayowazia tena, lakini ni Mungu ndiye anayetuzungumzia hapa, na kama vile Paulo alivyosema katika wakati ule, nasi tunaweza kuyasema leo. Mulipokea neno ambalo tulilowahubiri, hamukulipokea kama vile neno la watu, lakini kama vile neno la Mungu, na ni ndivyo lilivyo kweli. Watesalonika wa kwanza sura 2:13. Na hivyo basi, acha neno la Bwana liweze kupewa na kuambiwa kwetu kwa namna kama hiyo, na ingekuwa vema tuweze kulisikia kwa woga na heshima na kunyenyekea, tuweze kuwa tumefunguliwa kwa ndani, tuweze kulifuatilia na tuweze kutenda kwa namna inavyosema, ili Mungu kupitia neno lake na kupitia Roho wake aweze kutimiza yale ambayo aliyoahidi ndani ya kundi lilokombolewa kwa damu. Wangapi katikati yenu wanahitaji ili waweze kuishi Mungu, waweze kufanya mazoezi na Mungu? Amina, amina, amina. Ndiyo. Wangapi katikati yenu ya kwamba hiyo inawezekana? Ndiyo. Ndiyo. Hayo hailingani na Mungu. Unaweza kuamini
utaona maajabu. Yohana 11:14. Bwana alifanya nini wakati wa ufuko wake? Wakati alipozungumza na wale 11, aliwaonya kwa sababu ya kutokuamini kwao. Marko 16:14. Bwana alihuzunishwa sana kuona kutokuamini kama hiyo kwa walio wake. Mbele alikuwa amewaambia wale wanaoamini, alama hizi zitasindikiza wale watakaoamini. Marko sura 16 mstari wa 17. Na baada ya ufuko wake akaona hali mbaya ya kutokuamini katikati ya walio wake, akasema, imeandikwa kwamba akawaonya kwa sababu ya kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Marko 16 mstari wa 14. Nataka kuambia mambo haya hapa. Mambo haya mawili yanatembea pamoja. Mahali ambapo ugumu wa moyo unaonekana, pale kutokuamini haiko mbali. Lakini mahali kunakuwa upole, kunapokuwa upendo, neema na kunyenyekea na rehema na wema, pale kunakuwa imani kama vile andiko linayosema. Na katika hali hiyo sasa, neno linatuambia kama vile tulivyosoma ndani ya Waroma sura 8 mstari 18, na hivyo kupitia kuvunja sheria kwa mmoja watu wote walihukumiwa, na ni hivyo kupitia kitendo kimoja cha haki watu wote walihesabiwa haki na wakapokea uzima, wakasamehewa. Na hapa inahusu haki inayoleta uzima, na sio tu haki ambayo inayotamkwa tu, lakini uzima mpya ambao unaotenda ndani ya wale ambao aliokomboa, wale aliotangaza kuwa wenye haki. Nani Mungu aliyetangaza haki? Mungu ni wa nguvu. Wakati anapotoa ahadi, hatoaki ahadi za bure zao zilizo katika anga. Wakati anapotuma neno lake, nalo latimiza yale na neno latimiza yale lililotumwa. Isaya 55:5 mstari 11. Mungu awabariki. Nataka kuendelea kutafsiri. Kama mmezaliwa tu katika undugu ya shirika, na hiyo ndio mtakuwa. Lakini kama mnazaliwa katika fundisho la kizehebu, mtakuwa tu na hiyo. Lakini kama mmezaliwa na Mungu, hapo sasa mnakuwa mmepokea neno, na hapo Mungu anakuwa baba yenu, naye atawaweka juu ili muweze kutamka neno lake. Kitu fulani kinazaliwa, yeye iko tayari kuweza kukamata neno na kuweza kumpatia uzima, kuweza kulipatia uzima. Na hapo sasa muna elimu yenu, muna mafunzo zenu, elimu ya watoto wenu. Hiyo ndiyo sehemu ngumu. Kama mnawaza kwamba mnapaswa kufanya hiki na kile, na kama neno linaweza kuwatenga na hiyo na kuonyesha kwamba mnapaswa kufanya tofauti, mnasema kwa sababu gani tunapaswa kuamini kwa maana hii? Na wengine wanasema yale ambayo tunayoona haina maana, lakini Mungu alisema hivyo. Mungu na baba mwingine, kama mmezaliwa upya, mtakuwa na tabia mpya. Tabia ya zamani imekufa, hapo mnakuwa na tabia mpya. Wakati wa zamani mlikuwa mkifuata njia, na hapo sasa mnafuata njia nyingine. Wakati mlikuwa mkifuata mwongozo tofauti, na tazama sasa mnapata mkifuata mwongozo wa juu. Hiyo ndiyo kunyenyekea mpya. Hayo ndiyo mambo mawili. Hamufuate mambo ya ulimwengu, na lakini mnafuata mambo ya Mungu. Hamutakusika na yale ambayo watu wanayosema, kwa sababu mmekuwa mmezaliwa toka juu na mnapanda mpaka juu. Mungu hana haya yenu, nanyi hamutakuwa na haya Mungu. Musome sura 11 ya barua kwa Ibrania, mtaona yale ambayo waliofanya. Walikuwa wakizunguka katika mapango za shimo, wakivaa mangozi ya kondoo, walikuwa wakiishi katika jangwa. Waebrania 11:13-7. Musome kitabu cha Waebrania 11 na mtaona yale ambayo watu tabia yao ilikuwa imebadilika. Sasa tabia yenu ni namna gani? Tabia yake, kama ningekuwa na tabia ya baba yangu, nitaweza kufanya yale ambayo baba yangu alikuwa akifanya. Lakini sasa kwa sababu nimezaliwa upya, yote sasa inalingana ni nani aliye baba yangu. Kama mmezaliwa katika kusanyiko, ni baba yenu. Sasa huyo mnaweza kumuita pia baba kama mnamhitaji kumuita hivyo ndani ya shirika fulani la kizehebu. Lakini kama baba yenu ni Mungu, hapo mnazaliwa katika jamaa ya Mungu, hapo mutatafuta mambo ya Mungu. Ni kweli muko wana wa Mungu, tabia yenu
ni tabia ya Mungu. Wamoja katikati yenu wanaisikia ikisemeka ya kwamba kusanyiko yetu inakubali ya kwamba na inaamini ya kwamba wakati wa maajabu shakapita. Sasa namna gani mnaweza kuamini kwamba wakati wa maajabu shakapita kama Mungu yeye mwenyewe ni maajabu? Yeye kwa tabia yake kwa tabia yake ni maajabu, na matendo yake yote yanakuwa maajabu, na utu wake, tabia yake yote ni maajabu. Sasa namna gani mnaweza kupingana na mambo mengine na kuweza kusema kwamba hayo si ajabu? Pia maisha yenu ni maajabu, uzima yenu mpya nayo ni maajabu, tabia yenu ni maajabu, tabia yenu ni maajabu. Hamwezi kutazama nyuma na mwangalie mambo ya zamani iliyokufa, kwa maana yote imekuwa mpya, mmegeuka kuwa kiumbe kipya. Ni kweli. Mnajua habari yangu wakati mwana tai alipowekwa katikati ya vifaranga, ilikuwa ni kitu kigeni sana, lakini alikuwa amezaliwa hivyo. Mnaona, mbegu ndani ya yai ilikuwa tofauti, ilikuwa ni ndege nyingine. Ni kweli, alikuwa na hali iliyo tofauti, alikuwa akitenda kwa namna tofauti, na si kama vile vifaranga vingine, lakini alikuwa akitenda tofauti sawa sawa na tabia yake, naye hangeliweza kitu chochote. Alikuwa ni mwana tai, tabia yake ilikuwa ni tai, hangeliweza kuwa kitu kingine ila tai. Mnaona, na iko hivyo hivyo pamoja na hizi madhehebu. Kuna pia matai, lakini zingali katika matope na katika mambo ya dunia hii. Ni kazi yetu sasa kwenda kule na kuwatafuta na kuwatosha. Siku moja mama tai alikuja akiruka. Mnawaza ya kwamba kuku angeliweza kuzuiza watoto wake, ya kwamba mrafiki, mtoto wangu bakia hapa, mpendo wangu bakia hapa na kadhalika? Lakini hapana, hiyo ilikuwa imegeuka, ilikuwa imebadilika, na mama tai akaruka pale. Sasa hakutakuwa tena madhehebu, haungeliweza kumzuiza. Mtu aliyezaliwa na Mungu hauwezi kumuita kumbakia katika mambo ya dhambi, lakini alikuwa amezaliwa upya, amezaliwa upya, anakuwa na tabia ya tai. Ataruka mpaka mbingu, ataenda mahali ambapo mama yake iko na baba yake iko. Leo padri anasema kuja ujiunge na dhehebu yetu. Hiyo ni mambo ya kushangilia tu, lakini mama tai au msichana huyo, mtoto tai atasikia sauti ya mama yake, ataita mwito wa mama yake. Na Yesu alisema, Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13 mstari wa 8. Lakini hizo wakuku watasikia kwamba glu, lakini hawataendea huko na watakimbia. Lakini namsikia ikisema nasikia mwana tai akisema, mama nitafika huko namna gani? Na akisema, kwa hiyo kupitia mabawa yako utafikia hiyo. Wewe ni tai na utayafikia kupitia imani. Utauliza sasa, hiyo itafanyika namna gani? Hayo itafanyika namna gani mama yangu? Lakini wewe tembea, hiyo itafika. Wewe tazama kitendo cha kwanza, alipanda kwenye upango na kisha baadaye akaruka. Tabia mpya, kiumbe kipya, tabia ya baba yenu. Na mnaamini na mnapenda kila neno ambalo alilosema. Kila neno la mtu ni uongo kama linapingana na neno la Mungu. Biblia ina haki katika yote ambayo inayosema, ingawa yale yote ya madhehebu inasema, lakini Biblia ina haki kwa ajili yenu. Kama shirika lenu ndio baba yenu, mtaamini hiyo shirika yenu kama vile baba yenu. Lakini kama mnaamini Mungu, mtaamini Mungu, na hapo mnaweza kuwa kosa na tabia hii au mtakuwa na tabia nyingine. Kama Mungu ndiye baba yenu, mtakuwa na tabia yake na mtaamini neno lake. Kama mko wa shirika la kizehebu, mtaamini neno la shirika la kizehebu. Kama mmezaliwa upya, kama mmezaliwa na Mungu, mtaamini yale ambayo Mungu aliyosema na sio yale ambayo usajiko na aliyosema au shirika fulani la kizehebu nalosema. Hayo yananikumbusha habari ambayo iliyofanyika huko Georgia. Pale kulikuwa
bata katikati ya vifaranga, na hiyo bata ilikuwa tofauti, ilikuwa na mdomo ulio tofauti na vifaranga vya kuku. Na iko hivyo hivyo na Wakristo ambao wanaonekana kama vile walio wa kushangilia au kwa namna ya furahi na pamoja na wengine, lakini huyo bata alikuwa tofauti na vifaranga, na pia ilikuwa na matabia yake, naye alikuwa akipenda mambo tofauti, lakini bata hayo ilikuwa tofauti. Lakini sasa siku moja kuku akaingia nyuma pamoja na vifaranga vyake, lakini hiyo bata kidogo ilikuwa ikisema lugha tofauti, ilikuwa pia na mahitaji sio tofauti, na ilikuwa imetoka katika yai iliyo tofauti. Na ninawaza ya kwamba wengi katikati yenu wanaweza kusema tunakuja toka katika madhehebu fulani tofauti, lakini wao walikuwa wa haki, walikuwa wamezaliwa kwa namna hiyo, walikuwa wametoka. Mnaona, wengine walikuwa hawaelewi hiyo, hawawezi kuamini. Natumikisha mifano hii ili iweze kuwaonyesha hayo. Siku moja alienda huko chini, na huko kulikuwa maji ilikuwa ikiteremuka, kulikuwa mto kidogo, na kwa mwanzo hiyo bata kidogo ilifuata kuku, lakini haikutosheka kwa yale ambayo ilikuwa ikikula huko na yale ambayo ilikuwa ikifanya. Na baada ya muda kidogo ikasikia harufu ya maji na ikajiuliza, haya yanatokea wapi? Hiyo harufu kidogo inayotoka mbinguni, wakati unapoyaona mnatambua, ona gisi inakuwa ya kuleta furaha, inaleta uzima. Hapo sasa mahubiri inawaita, inawaonya, itawagusa, kutakuwa nia ndani mwenu. Mtasema jua ya mbinguni. Walikuwa kiwaza ya kwamba kuna kitu fulani kilicho tofauti. Mnaona, kuwekwa uzima. Hiyo anga ilikuwa ikilingana na anga ambayo tulikuwa nayo mbele. Unaona, najua kwamba alifanya kitu fulani ambacho nilikuwa nikuwa sehemu ndani, na sio kwa magredo. Mnajua yale anataka kusema. Tuliweza kusikia harufu ya maji, na hiyo ikatukokota, ikatuvuta kwake. Na hivyo kama vile bata inakokotwa na maji, waamini wa Mungu wanavutwa mpaka kwa maji, kwa maana moja inapandana na ingine. Na hapo upepo kaanza vuma kama vile ngurumo kubwa kutoka mbinguni katika wakati ule. Na huyo kitoto haikuweza tena kuvumilia, ikaenda haraka. Wakati alipoona maji akakimbia huko. Unaona, kuku ikalia, ikatoa sauti yake nyuma ya bata, lakini hiyo haikuweza kusaidia kitu. Na kuku ikasema, wewe mjanja, wewe rudi. Lakini ilikuwa isikie tena, ilikuwa imekwisha kusikia harufu ya maji, ilikuwa ikienda mpaka kwa maji, ilikuwa ikienda mpaka kwa maji. Hiyo ni chemu iliyokuwa ikijaa damu, ilitoka katika vidonda vya Yesu. Na mtu anayeingia katika maji hiyo atakuwa amesafishwa kutoka uchafu wake. Mkristo wa kweli hawezi kufanya kitu fulani cha uhusiano na ulimwengu. Hawezi kuishi hapa, hawezi kwenda na kurudi, hawezi kuzimangamanga. Lakini hapa leo wako wa Methodist na wa Baptist, na kesho tena wanakuwa wa Baptist, na kesho tena wa Presbyterian na leo. Lakini Mkristo wa kweli ataweza kuwa na hitaji ya kuweza kuwa na kuvuviwa na kuburudishwa na Roho. Atakuwa na kitu fulani kinachoweza kumfanya kiumbe kipya. Mnasafiri katika mabarabara hiyo ndani theluji na kadhalika, lakini mnakuja hapa mungane, mnapenda mambo ya dunia. Kama mungane yapenda, mnashidanganya. Ni kusema hapo dhabihu yenu haitakubaliwa, tabia yenu haijabadilishwa. Mnajua sasa kuzaliwa upya inamaanisha nini? Tabia yenu inakuwa imebadilishwa, mnageuka kuwa kiumbe kipya. Mnapaswa kwanza kufa na kisha kuzaliwa upya baadaye. Najua ya kwamba napaswa kumalizia, munipatia tena muda kidogo. Kama mungali mnapenda dunia na kama mnawaza ya kwamba mmezaliwa upya, akose mulilia tu, akose mulisikia hiki na kile, lakini ndiyo wanaliaka. Nani ambaye hali yake? Nani ambaye hali yake? Naweza kusema ndugu Branham nilisema kwa lugha, ni kweli, ni vizuri. Na ninatazama sasa mwanamke ambaye niliyoonyeshwa ndani ya maono, akaona ndoto, nikamwambia ndoto yake. Na kisha nikasema, wende uone mwanamke wa mhubiri wa Pentekoste,
umwambie kwamba hauna Roho Mtakatifu dada yangu, na kisha akampokea. Unaona, ni tofauti, na si kwa kusema kwa lugha, si kucheza katika roho. Hakuna kitu moja ya mambo hayo inaweza kugombola Roho Mtakatifu. Ni kifo na kuzaliwa, ni tabia iliyobadilishwa, uzima uliobadilishwa. Mambo ya zamani yamekufa na yote yamegeuka kuwa mapya. Ulimwengu umekufa na Mungu anafanya mambo yote kuwa mapya. Mungu anakuwa uzima wenu na ulimwengu unakufa ndani yenu. Mnaelewa hayo? Msikie. Na sasa napasha kusimamisha, napasha kukata mafupi ili niweze kuharakisha. Wanaume na wanawake wasiotaka kufuata neno la Mungu na mafundisho yake, ijapokuwa wanaweza kwamba washaka zaliwa upya, kuna kitu ambacho kisichotembea, kuna kitu kibaya ndani yao. Na sasa napasha kuzungumza na wanawake kidogo. Kama mwanamke anajua ya kwamba neno la Mungu lina hukumu nywele fupi na kuvaa masuruali fupi au ndefu na kadhalika, na kama hamuna nia njema ili muweze kuacha nywele zenu zikomae na kuweza kuvaa kama vile wa Kristo, ni kusema mlishidanganya. Ninapingana na ninyi, ninapingana na yale ambayo mnaweza kuishi, hata kama unaweza kuweza kuishi kuzungumza kwa lugha au kuzungumza kwa lugha au kucheza kwa roho. Hiyo inaonyesha kwamba upendo wa dunia ngadi ndani mwenu, yale ambayo inahukumiwa na Mungu. Na Biblia inasema kwamba mwanamke anapaswa kuwa na nywele ndefu, kwa maana hiyo ndiyo tabia inatufundisha. Wakati anapokuwa na nywele ndefu ni heshima kwake. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari 15. Na ndiyo maana hapaswi kukata nywele zake. Kama anakata nywele zake anahayarisha kichwa chake, kusema mume wake. Kama mwanaume anakuwa na nywele ndefu anadharaulisha mume wake, ni kusema Kristo. Na wanawake wanapaswa kuvaa kwa namna njema kama vile wanawake, na kisha wanapoteza adabu, wanapoteza heshima njema. Na ijapokuwa anasema utukufu kwa Mungu, haleluya, kwamba anasema kwa lugha, haleluya, lakini hito inaonyesha kwamba roho iliyo ndani yenu ni mbaya. Kama mko na tabia ya neno, mtakubali neno, na kila wakati kama mko na tabia ya Mungu, hapo sasa mtageuka kuwa wavulana na wasichana wa Mungu. Wana wake wanaamini neno lake, amina. Watoto wake. Kwa upande mwingine, siamini ubatizo katika jina la, wanasema kwamba hatuamini ubatizo wa jina la Bwana na Roho Mtakatifu. Wanasema kwamba hatuamini ubatizo katika Yesu Kristo, lakini hayo yote mnasema haleluya, haleluya. Hiyo haina maana. Unaona, wahubiri wengi watakuja katika wengi watasema siku ile, wahubiri watakuja wakasema, Bwana, hatukufanya mambo makubwa pamoja na wewe kwa jina lako? Tumefanya maajabu makubwa. Mathayo sura 7:22. Hao wainjilisti wa uongo, wa mishonari wa uongo. Lakini kama mmezaliwa na Mungu, mmeoshwa katika maji ya neno, na mtatengana na ulimwengu na mtaamini Mungu, mtakufa ndani yenu, mtakufa katika tabia yenu, mtabadilika katika kuwaza kwenu, na neno la Mungu ndani mwenu litakuwa uzima ndani mwenu. Mtaweza kutenda sawa sawa na neno la Mungu, na Mungu atashuhudia neno lake. Na Yesu alisema alama hizi zitafuatana na wale wanaoamini, Marko 16 mstari 17. Hasa namna gani tunaweza kupingana neno la Mungu? Na kisha mnaona kwamba mmezaliwa upya, kama mngali katika kasirani, kama mngali waovu na wenye kiburi na kadhalika, na kisha mnasema kwamba mngali mmezaliwa na Roho, na kisha mnabishana na mnafanya mambo mengine yote, hiyo sio Roho Mtakatifu, hiyo sio uzima mpya, hiyo sio Roho wa Mungu. Roho wa Mungu siku zote anakuwa mpole, wa kupendeza, ndio huyo ndio Mungu, wa kunyenyekea, mpole, huyo ndio Roho wa Mungu, ndio. Lakini wanatufunga kwa madhehebu, kwa kuzungumza kwa lugha, wanatabiri na wanafanya matendo hayo. Yesu aliyasema wana hali ya utawa, Timotheo wa pili sura 3 mstari 5. Wanashikamana na madhehebu, hiyo ndiye baba yao, walizaliwa huko, amegeuka kuwa baba yao. Kama mmezaliwa na Mungu, yeye anageuka kuwa baba yenu, naye ni neno. Iwe yoyote au hesabu ya mazoezi ambayo mnayojisikia, ambayo mnaweza kufanya au mnaweza kuishi, mtabaki kuwa watoto wa Shetani mpaka muweze kuwa mmekufa kwa ulimwengu
na mugeuke kuwa hai ndani ya Kristo. Mfanye angalisho, nafsi iwe njema au mbaya haibadilishwe kwa kifo. Niliweza kuandika andiko nyingi za Biblia kwa sababu ninayazungumzia sasa. Nafsi ni nini? Ni ninyi. Ninyi ni nafsi, sehemu iliyo ndani mwenu, ndani ya utu wenu wa ndani. Wakati mnapokufa, yote iliyo ndani mwenu inaenda kwa mahali pake, hamuwezi kuisimamisha. Itakuwa ni wakati kifo hakibadilishe kitu, haiwezi kuwabadilisha, lakini kuzaliwa upya ndiyo inayobadilisha katika uzima wenu. Na kisha mnasema oh, ndio kuna Roho Mtakatifu. Ndio nawaambia kwamba Roho Mtakatifu anawabatiza katika mwili kwa ajili ya kazi. Unaona, mtu anayeamini ana uzima wa milele. Yohana 6:47. Yule anayesikia maneno yangu na kuamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele. Yohana 5:24. Na kisha kuna kuja ubatizo wa Roho Mtakatifu na mnabatizwa katika mwili. Lakini kama mnaamini mtapokea uzima wa milele, mnapokea uzima mpya, mnageuka kuwa kiumbe kipya. Muamini na mkumbuke kwamba kifo hakibadilishe kitu fulani kwa nafsi, iwe nzuri au mbaya. Kifo kinawachukua tu mpaka kwenye mahali pako pa kwenda. Unaelewa hiyo? Kama ulimwengu katika iko ndani yenu na upendo wa dunia kwa ndani yenu, mtakufa. Mungu alihukumu ulimwengu na namna ya ulimwengu ilivyo, na ulimwengu ulipasha kufa. Na kama ulimwengu sasa uko ndani mwenu, mtakufa pamoja na ulimwengu. Hatuwezi kuwa wazi kuliko hapa. Na sasa kama mumezaliwa na Mungu sasa, na hayo yanapaswa kurudi kwa Mungu. Kama yeye ni wa dunia, ataenda mpaka kwa ulimwengu na kuangamia pamoja naye, na kama ni wa Mungu atageuka kwa Mungu na kurudi kwa Mungu. Hata kama aweze kuwa amefunzwa, ameelimishwa, au tajiri au maskini, kama ulimwengu ngali pale, nafsi inapaswa kufa. Na kama ulimwengu katika ulimwengu, kama ulimwengu ndani ya nafsi yenu na mambo ya dunia ingali ndani yenu, mtakufa pamoja na dunia. Hiyo ni wazi, ndio hiyo inapaswa kuwa wazi. Ninyi ni sehemu ya ulimwengu uliokufa, na hivyo kama vile ulimwengu umekufa, nanyi mnakufa pamoja na ulimwengu. Lakini kama mungali mmezaliwa upya, hapo mnaishi pamoja na Kristo, na hapo sasa mawazo yenu, mania yenu itageukia mambo ya mbinguni na sio kwa mambo ya dunia. Wakolosai sura 3:1. Lakini kama mmezaliwa upya, kuzaliwa na Roho wa Mungu, mnakuwa sehemu ya Mungu, na mnakuwa sehemu ya Mungu, na mnakuwa milele pamoja naye, na kifo hakiwezi tena kuwagusa. Wakati mnapokuwa mmezaliwa upya, mnakuwa wa milele. Mmekuwa mmechukuliwa kutoka kiumbe cha muda mfupi mkiingia katika kiumbe cha milele. Mnakuwa mmebadilishwa, mmetoka katika kifo mkiingia katika uzima. Hapa ninazungumza kuhusu uzima wa milele. Ninazungumza kuhusu kifo cha milele mpaka uzima wa milele. Kama mko wa ulimwengu, mtakufa pamoja na ulimwengu. Biblia inasema katika barua ya Yohana, kama mtu akipenda dunia, upendo wa Baba si ndani yake. Yohana kwanza sura 2:15. Hamwezi kupenda kwa mara moja ulimwengu na kupenda Yesu kwa mara moja. Yesu alisema hamwezi kupenda Mungu na mamo. Mathayo 6:24. Hamwezi kupenda ulimwengu na Mungu kwa mara moja. Mtu anayesema kwamba anapenda Mungu wala ashike neno lake ni mwongo. Yohana kwanza sura 2:4. Na sasa mnasema ninyi mlio hapa kusanyiko la ndugu Branham, na nyinyi mlio hapa watu wazuri, mfanye hatua hiyo. Hii ni mwaka mpya, mwanzo kufanya kitu fulani cha kuweza kukataa mambo ya dunia, kuweza kuyaweka nje. Na sasa watu wa leo wanakubali roho nyingi, wanaenda huko, wanakubali, wanapokea roho ambayo iliyo katika kusanyiko au iliyo katika shirika fulani ya kisehebu, na pia maroho zinazosema kwamba sisi ni wa roho wa Mungu, sisi tulikuwa wa roho wa Mungu, tumezaliwa upya, lakini hailingani na neno la Mungu. Hiyo ni uongo. Hizo ni maroho ndizo zinazowashurutisha na kuambia kwamba mmezaliwa upya, lakini roho wa Mungu hawezi kupingana na neno lake. Mniambie nyinyi wa Katoliki, mnaweza kusema kwamba mmezaliwa na roho wa Mungu na kisha mkubali hizo madogme ambazo zinazopingana na Biblia? Mnaweza kukataa neno la Mungu na kusema kwamba muko na roho wa Mungu ndani yenu, roho ambayo iliandika neno.
roho ambayo iliandika Biblia inaweza tena kulikataa? Haiwezekani. Kama Mungu anasema kitu fulani, hawezi tena baadaye kuibadilisha. Haiwezekani Mungu adanganye. Yeye ndiye chemuchemu ya kweli yote. Ninyi wa Methodisti na Wabatisti, ninyi ambaye munayobatiza katika jina la Baba, katika hizo maheshima za Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, mnajua mema kuliko wengine akosi, mnajua Biblia. Ninyi ambao mnaojiunga na shirika fulani la kizehebu au kusanyiko, ninyi ambao mnaonyeshana mkono tu na kisha mnaenda na barua ya kukubaliwa ya shirika fulani au shirika la kizehebu, mnawaza ya kwamba mnafika huku na mnatoka katika zehebu moja na mkiingia katika zehebu nyingine, mnawaza kwamba mshakazaliwa upya. Namna gani mnaweza kubali hiyo? Namna gani mnaweza kupingana neno la Mungu? Mnasema kwamba mshakazaliwa upya. Mnapaswa kwanza kufa kwenye zehebu na mambo mengine yote ili mweze kuishi juu ya Mungu, lakini mnakubali maroho zote, maroho za makusanyiko na maroho zingine. Manabii, neno linakuja kwa nabii, na hiyo ndiyo Biblia inasema. Nataka sasa kumalizia, ningali na mawazo fulani ambayo ningetaka niweze kugawanya pamoja nanyi. Neno la Bwana lilikuja kwa manabii. Ni kitu gani kilichokuja kwa manabii? Neno la shirika la madhehebu ndio lilikuja kwa manabii? Neno la madini fulani lilikuja kwa manabii? Hapana. Neno la Bwana lilikuja kwa manabii. Ilikuwa ni nini? Nabii alikuwa akifunua neno la Mungu. Unaona? Wale ndiyo manabii, wanabii wa kweli. Leo pia tuna manabii wa uongo, tutayazungumzia baadaye. Lakini nabii wa kweli, neno la kweli linakuja kwake, na sio madogme ambayo iliyokuja kwake, na sio dhehebu iliyokuja kwa nabii. Hapana, lakini ni neno la Bwana ndilo lilokuja kwa nabii, naye alikuwa akiifunua kwa watu. Nabii wa kweli anakuwaka na neno la kweli. Namna gani unaweza kujua nabii wa kweli? Ni kwa sababu anaweza kuwa na neno la kweli. Kama hana neno la kweli, ni kusema ni nabii wa uongo. Neno hili ndilo neno la Mungu, na neno la kila nabii liweze kuwa mongo. Kila neno la nabii liweze kuwa la uongo, lakini neno la Mungu liweze kuwa la kweli. Na sasa kama neno la Mungu linakuja kwa nabii, ni kusema sasa huyo ni nabii wa kweli, kwa maana neno linakuja kwa manabii wa kweli. Nabii wa kweli, neno la kweli. Nabii wa uongo, neno la uongo, au makredo au madhehebu, matafsiri ya kwamba mshiunge na sisi, muamini hiki, museme kile, mfanye kile. Lakini neno la kweli linakuja kwa nabii wa kweli, naye anatangaza neno la kweli, nanyi mnafuata neno la kweli na mnapokea mazoezi ya haki kulingana na neno la Mungu. Amina. Kwa maana neno lilifanyika kuwa mwili, likakaa katikati yetu, likageuka kuwa sasa mwili ndani yenu, nanyi mnageuka kuwa wana wa Mungu, na neno la Mungu linabubujika ndani yenu, na hapo sasa Mungu anakuwa ndani yenu. Na hivyo ndivyo Biblia inasema, mtakuwa mmepata sehemu katika tabia yake. Haleluya! Na mtaweza kutimiza makazi za Mungu. Mnaona, hiyo ndiyo Biblia inasema. Manabii wa uongo, wanabii wa uongo watawachukua mbali na neno la kweli. Mnaona, Biblia inasema hivyo. Mnataka andiko inayosema hivyo? Inaandikwa katika Timotheo wa pili sura 3 mstari 5. Manabii wa uongo wana kuwa na neno nyingi ili waweze kuligeuza. Wanakuwa na sura ya utawa, ili waweze kuwa na hiyo sura ya utawa, wanapaswa kukamata neno kidogo, lakini wanakataa nguvu yake. Ni nguvu gani? Napashwa kuyasema. Mnaona, kutumikia Mungu, kutumikia Mungu na sio kwenda kucheza huku au kata nywele hapa. Lakini manabii wa uongo watawaruhusu hiyo, na watasema kwamba hiyo haina tofauti, haina maana. Na mtu fulani aliambia wakati uliopita, sasa kwa sababu gani hawachake wanawake na wanaume wakiwa katika salama ndani ya ulimwengu? Watu wanaamini kwamba wewe ni nabii. Nikasema mimi si nabii. Nikasema lakini watu wanaamini kwamba wanakuamini wewe. Sasa kwa sababu gani hawafundishe namna gani ya kupokea maalama na kutimiza makazi ya Mungu? Lakini hawajui alfabe yao na huweza kuyajua. Namna gani unaweza kukamata mtoto wa
wa Nazareth au maternelle kuweza kumwingia katika university, kuweza kumhesabi na kuweza kumuonyesha fundisha kila kufanya marasini kare. Namna gani mnaweza kujua alfabeti nini? Muamini Kristo. Katika Kiingereza believe Christ always. Msiamini kizehebu au kusanyiko, lakini muamini Kristo. Kwa sababu gani? Kumjua ndiye uzima. Yohana 17:3. Na sio kujua madogme, na sio makredo. Yeye mwenyewe ndiye neno lake, na inatosha. Mnapaswa kumjua. Kumjua yeye kama vile Mwokozi, na hiyo kupitia kuzaliwa upya, kama vile Yesu alivyoambia Nikodemo, kama msioamini mambo ya dunia, namna gani mtaweza kuamini kama nikiwazungumzia mambo ya mbinguni? Namna gani mnaweza kuamini mambo hayo? Roho anatenda na kuonyesha maono, na kama sasa hamuamini mambo ya dunia, namna gani mtaweza kuamini mambo mengine? Na hata kama hamwezi kuamini kwamba mnapaswa kuacha kuvuta, na kama mnapaswa kuweka utaratibu katika mavazi yenu, namna ya kuvaa na kuweza kutengana mambo yote ya dunia, namna gani waweza kuwafundisha mambo mengine ili waweze kuingia ndani? Mnaona, manabii wa uongo wanakwaka na neno la uongo, neno mbaya, wanakuwa na mafundisho yao, matafsiri na kadhalika, lakini wanasema ya kwamba utukufu kwa Mungu na kadhalika. Wako hapa na joho ya Eliya, wako na koti ya Eliya, na wanasema utukufu kwa Mungu, na huko wanasema kitu kingine. Mnaona, na mtu fulani anasema iliweza kunigusa sana, niliweza kusikia hiyo, ilikuja juu yangu. Sasa mnafanya nini baadaye? Mnaishi sasa baadaye namna gani? Wakati mnapofanya mazoezi kama hayo, mnaishi namna gani? Na sio mambo ya kujisikia. Swali ni ya kuweza kujua kama mliweza kupokea Roho Mtakatifu. Inaomba kusema utukufu mpaka unaanza kusema kwa lugha? Hapana, hiyo haitoshi. Inapaswa kuona ni uzima gani mnaoishi sasa, maisha gani mnaoishi. Na wakati wanapowazungumzia kuhusu ubatizo katika jina la Yesu Kristo, mnasema kwamba hii ni mambo ya kushangilia tu. Na sasa mnaona, mnapaswa kuoshwa kwa maji ya neno, na hapo sasa mtaweza kuamini kila neno kama vile linavyoandikwa. Biblia inasema ya kwamba andiko haiwezi kutafsiriwa kwa namna ya mtu anavyotaka. Biblia inasema yale inayosema, hairuhusu tafsiri ya mtu binafsi ya kujipendeza, lakini tunapaswa kukubali na kuamini kama vile inavyoandikwa. Hayo matokeo mamoja sasa yatatokea. Mafundisho ya walimu wa uongo walimu wa uongo wataleta tena mafundisho ya uongo na wataleta maneno ya uongo. Manabii wa kweli wataleta neno la kweli, wataleta pia kuzaliwa upya kupitia neno. Manabii wa uongo wataongoza mpaka kuzaliwa kubaya, wataleta kuzaliwa katika madhehebu na katika madeni na mafundisho. Lakini nyinyi mlio hapa wa Pentekoste, mko na mazoezi ya uongo ya kujisikia. Mnawaza ya kwamba mko na Roho Mtakatifu, ijapokuwa mko na mazoezi kama hayo ya kujisikia. Nilisikia mapepo zikisema kwa lugha, na walioshikwa, waliokamatwa na mapepo lakini mtawajua kwa matunda yao. Mathayo 7:16. Mtasema, ndugu Branham, unaamini kusema kwa lugha? Ndiyo, naamini hiyo. Naamini pia hiyo kusema sauti kwa lugha. Lakini sasa kama uzima wa Mungu hayuko nyuma ya hayo, sasa muamini ni neno la Mungu. Msifurahishe kuweza kusema haleluya tu, na msijifurahishe kuweza kusema kuhusu Kristo, lakini muweze kuwa nyenyekevu, wapole na wakupendeza. Muwe na matunda ya Roho. Unaona, wakati tunapoenda ndani ya mji, inaomba kwanza kuwa umetengenezwa vizuri na kuvaa vizuri, na kosa na kunyolewa yao haipaswi kuwa na kupengama, na kosa haipaswi kuwa na kuwa na pesa fulani mbele uweze kuja katika makusanyiko. Leo iko hivyo katika madhehebu. Mnaona, ni uongo, ni mbaya. Wachungaji wa kweli wako na mengi ya uongo ili waweze kufanya mambo fulani mbele ya watu, lakini nataka muweze kusikia sasa kuchukuliwa vibaya au kuelewa vibaya.
wakati unapochukua mimba vibaya utazaa vibaya, na hiyo kuchukua vibaya mimba vibaya inazaa mamilioni ya watu waliozaliwa vibaya. Na hawa walimu wa uongo wanaleta hiyo mambo ya kujisikia kwa sababu ya mambo ya kujisikia, na hapo wanaweza kwamba shaka kuipokea. Wengi waliona nuru mbele yao na kisha wakakuwa na mambo ya kujisikia. Hiyo inaweza kuwa ni vizuri, lakini haitoshi akose kama mnaweza kuwa mlipokea. Kuna watu wanaosema kwamba iliweza kuonekana kama vile wana wa Mungu. Ni wapi na ni wakati gani? Lakini wanasema utukufu kwa Mungu, ya kwamba niona maono, niona ndoto. Mimi siamini, mimi naamini mandoto, lakini kama mandoto hazilingani na neno la Mungu, hiyo ni uongo. Hiyo ndio kweli, ingine yote ni ya uongo. Mamilioni ya watu waliongozwa mpaka katika kuzaliwa kubaya. Nilikuwa na gazeti ambayo nitaka kuleta, ambayo ndani yake ilikuwa imesemeka kwamba ya kwamba huyo baba wa madhehebu ya ulimwengu mzima ya Orthodoksi wa Giriki alizungumza na Papa Yohana 23. Alisema kwamba walipaswa kukusanyika wao kama vile wa Protestanti na Wakatolika, na mtu mmoja akasema tukufu wa Mungu. Naamini kwamba ni ndugu Norman alisema kwamba ndugu Norman aliweza kuletea hiyo gazeti. Unaona, moja ni muongozi na wako na hizo maheshima zote za utawala, na hizo waziri zote ziko pale zikikamatwa, zikitumikishwa na watu kama hao. Lakini hiyo mitumikio yao ya Katolika, lakini mupatie Kristo yaliyo ya Kristo. Lakini kama unaweza kuambia nguruwe, sasa wewe ni kondoo, hapo sasa inaweza kugeuka kuwa kondoo. Naweza kuambia jogoo, kuja, nataka niweze kukutengeneza meno na niweze unaweza kuambia kwamba nguruwe, kuja, nitakutengeneza meno, nitakusafisha meno, na kisha utaweza kugeuka kuwa kondoo. Hasa inaweza kuwa kondoo? Haitakuwa hivyo, ya kwamba nguruwe utaweza kushikamata kwa namna ya kondoo, au utafanya tena, lakini haitakuwa hivyo. Haiko kuweza kuweka katika maji na kuweza kumsirita, lakini naomba kuzaliwa upya na kufanya kuwa upya. Amina. Kondoo zinahitaji chakula kama vile kondoo, na hata kama unaweza kupatia chakula hiyo kwa nguruwe, nguruwe itabaki kama vile ilivyo. Ni kweli, yeye ni nguruwe kwa tabia yake. Kama mnapenda ulimwengu na mambo ya dunia, mungali nguruwe. Mungu akuje tusaidie. Ndugu Frank anasema mutakufa kama vile nguruwe, na mubaki hivyo mpaka muweze kufa, na ili muweze kufanya upya zabihu ambayo mliotoa kama vile nguruwe iweze kuunguzwa na isiweze tena kuwa, mpaka muweze kugeuka kuwa kondoo kweli kweli. Lakini kwanza inapaswa kuwa imepotea. Hamwezi kusema iwe hiki au kile. Hayo yanapaswa kufanyika kweli kweli, na si kwa kutangaza mafundisho au matafsiri na kusema utukufu wa Mungu na heshima kwa Mungu, nisema kwa lugha. Ndugu Branham anasema nicheza kwa lugha usiku yote nzima, na kwamba hii inaweza kunigusa. Lakini nitakwambia sasa, lakini kuhusu ubatizo kuhusu jina la Yesu sitakwambia kosa hiyo. Lakini kama unaikataa ungali nguruwe na si kitu kingine. Kondoo zangu zinasikia sauti yangu, nasikia neno langu. Yohana 10:27. Na wauliza ndugu, munionyeshe andiko gani au mahali gani ambapo watu walibatizwa sawasawa na hizo majina za jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Wanasema iwe yoyote ile yanayofanya haleluya, lakini mimi sitaki kitu fulani, ya kwamba sitaki hiyo mambo ya Yesu peke yake. La mimi na kwamba niweza kuipokea, hapana. Lakini hiyo kikundi cha Yesu peke yake, nayo ni kundi, ni dhehebu. Hakuna mmoja anaweza kupinga mwingine, kwa sababu wote wawili wako na uongo. Mimi nazungumza kuhusu Wakristo wa kweli waliozaliwa upya 100% kupitia Roho wa Mungu, na ambao walioweza kuingizwa katika hiyo umande wa mbinguni. Muo wa Methodist au wengine, ya lazima ni kwamba muweze kuongozwa katika neno na muweze kuingia katika mazoezi ya neno hilo. Amina. Watu wa leo wanataka njia ya karibu, wanawaza kwamba waweza kuipokea kwa muda mfupi na kisha wanafanya nini baadaye. Leo jioni hii
wako nje, kama vile wamoja ambao tunayojua jina zao. Hatutaki majina, hatutaki kusema jina zao, hatutaki kusema jina zao, kwa sababu hiyo iko katika kanda. Siku moja wako katika mabara za usiku, na siku ingine wako katika kusanyiko wakicheza na hiyo magitari, wanapiga hiyo magitari moja waliopiga katika mabara. Unaona hiyo mambo mamoja katika nabii Isaya ya kwamba meza yote inajaa matapiko, kwenye mstari 8, na imeandikwa nguruwe inazunguka katika matope wakati inapokuwa imecheza. Nguruwe inacheza katika matope wakati inapokuwa imekwisha kuoshwa, na umbwa inarudia katika matapiko yake wakati inapokuwa imekwisha kutapika. Petro wa pili sura 2 mstari wa 2. Ndio, lakini kunguru atabaki kuwa kunguru kama vile ndege nyingine, na hiyo kunguru itakuwa ni kirukia mambo ya kuoza. Mnajua kunguru hana hitaji ya kuoga. Unaona, kunguru alifanyika kwa namna hiyo, huwa hana hitaji ya kuoshwa, huwa ana mafuta ndani yake inayotoka ndani na inaingia katika manyoya yake na inamsafisha na inatoka kutoka ndani. Oh, kuna kingine za kusema ndiyo niko nayo na mimi, lakini sio maji kidogo, na sio maji ya baraka iliyo mwangwa hapa na huko, lakini kunapaswa kuwa kuzaliwa upya, kunapaswa kufanyika. Wamoja wasema Mungu asifiwe, na kwamba naingia katika kusanyiko kama vile ninyi, haleluya. Lakini hiyo haitoshi, hivyo haitembei kwa namna hiyo. Huwa ndani mwake muna mafuta, na hakuna ndege ambayo iliyoweza kutengenezwa kama vile huwa inajisafisha kutoka ndani. Haina hitaji ya kuweza kuwa na husika na kusafishwa kwake. Yeye anakuwa safi, iko safi, anabaki safi. Haleluya. Kitu fulani ndani mwake kinamfanya kuwa safi, na sio kwamba anaweza kujiunga na kusanyiko fulani katika juma iliyopita au na kadhalika, na sio kile na hiki, na sio kwamba anaweza kuacha kuvuta sigara na kadhalika, sio hiyo. Lakini dada yangu, na kwamba sasa nimeonekana kama niko wa zamani, natazama sasa, naacha nywele zangu nilikuwa nimeacha zimeota, na sasa nataka kuacha mambo hayo niweze kugeuka katika hali ya zamani, niweze kukata nywele na kuenda katika mambo mengine. Lakini dada yangu, Mungu akusamehe. Kama unaweza kupokea kitu fulani ndani yako, hapo sasa utakuwa umeoshwa siku zote, na utabaki mahali pamoja na utaoshwa. Kama ninyi kondoo, hamutakuwa na hitaji ya kuweza kutengeneza manyoya hayo, inatokea wenyewe, inaota. Hauambiake kondoo kuweza kuleta manyoya, inatokea hayo yenyewe. Mnachukua matunda ya Roho, mnasema ndio, sasa ninapaswa kufanya hiki na kisha kile na kisha hiki, na sasa ninapaswa kukoa hivi. Hapana. Muzaliwa upya tu. Mnasema ninapaswa kufungua macho usiku wote, napaswa kusoma usiku yote na kuweza kutubu. Hapana, sio hiyo. Muzaliwa upya, mfanye mazoezi ya kutubu. Hapana, lakini hayo yanapaswa kutokea ndani, na hapo sasa itaweka utaratibu nje. Mutaona nje itaoshwa na nje sasa ndani itaoshwa, na nje itatokea, haitakuwa tena nguruwe, lakini itakuwa ni hua. Unaona, mimi si mtu aliyesoma, aliyejifunza. Naweza kufanya mifano hii, na Yohana Mbatizaji naye aliweza kufanya na kutoa mifano ya dunia hii. Alisema uzao wa nyoka, alizungumza kuhusu shoka aliyowekwa kwenye mti na kadhalika. Mathayo sura 3 mstari wa 10. Alitoa hiyo katika hiyo anga katika wakati ule, na hiyo ndio alikuwa akizungumzia. Alikuwa akifanya kujilinganisha na mambo aliyokuwa akijua. Wakati mnapoona nguruwe na mnapoona huwa, hiyo ni kulinganisha nzuri sana. Kila mtu anaelewa. Nguruwe inabaki nguruwe, huwa anabaki kuwa mwana kondoo, anabaki kuwa mwana kondoo.
Mwana kondoo anabaki kuwa mwana kondoo, nguruwe inabaki kuwa nguruwe. Mnaona, kila mtu anataka kuweza kufanya njia fupi, na kila mtu anataka kuweza kufanya hiyo, anasema haleluya, na kufanya njia karibu na kusema haleluya hapa, wanafanya njia karibu na kusema haleluya hapa, lakini kisha wanasema oh, kesho nitaenda huko, na kwamba kesho nitaenda huko nitafukuza mapepo na kadhalika, nitafanya hiki na kile, lakini wanataka wote waweze kupata njia ya karibu na waweze kufuata na kuingia katika mambo ya dunia ambayo haiwezi kuwasaidia. Nanyi hamwezi kuingia katika mambo hayo kisha mweze kuingia katika njia ya kwenda mbinguni. Mnapaswa kupitia Golgotha, mnapaswa kufa. O Mungu wangu, ninaweza kusema nini ili niweze kuyatamka kwa namna iliyo ya haki? Mnapaswa kufa kwa namna njema, mnapaswa kufa kwa namna ya haki ya neno, kufa kwa mambo ya dunia na kuzaliwa upya. Amina. Na sio ulimwengu, na sio mambo ya dunia, yote inakuwa imekufa. Hakuna tena njia karibu. Mnaona? Hawataki kukomaa, wanataka waweze kuwa na yote, lakini tunakomaa katika Bwana. Inaomba kukomaa na kuishi mazoezi. Tunahitaji kukomaa na kisha tuweze kufanya mazoezi. Watu wa upande wa magharibi, kuna kundi linalosema sisi tunabatiza katika kutokufa, katika ubatizo wa maji, ya kwamba kupitia hiyo mnageuka kuwa wanaume na wanawake wa vijana, na kisha wako wengine wanakuwa na vitabu vya ufunuo, wanawaza kwamba wanakuwa wana wa Mungu aliyeonekana. Lakini mnatosha hiyo wapi ndani ya neno? Watoto wachanga hawazaliwake wakiwa wakubwa, wanazaliwa wako watoto wachanga na wanakomaa mpaka waweze kufika katika umri wa komaa. Ningepashwa akose kusoma tena Waefeso akose mstari wa 15 mahali fulani katika sehemu hii ya sura 4. Akose tuanze na mstari wa 12, Waefeso 4 mstari wa 12, kwa kusudi la kukamilisha watakatifu kwa kazi ya utumishi, hata mwili wa Kristo ujengwe. Mstari wa 13, hata sisi sote tufikie umoja wa imani na kujua mwana wa Mungu, hata kukuwa mtu mzima, hata kufika kipimo cha urefu wa utimilifu wa Kristo. Mstari 14, hata tusiwe tena watoto tukitupwa huku na huku, tukichukuliwa kwa kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, kwa udanganyifu wa watu. Mstari 15, lakini tukisema kweli katika upendo, tupate kukua katika maneno yote ndani yake aliye kichwa, na sio komala mahali pengine, lakini komaa ndani yake. Yeye aliye kichwa ndiye Kristo. Yeye ni kichwa, yeye ni kichwa, yeye ni mkubwa, kukomaa. Ninakumbuka mahubiri ya kwanza ambayo niliweza kusema, nilienda kwenye madhabahu, nilikuwa nikiwaza kwamba nilikuwa nimetoka vizuri, na wale wa mama wazee walikuwa wamelia sana. Hii ndio iliweza kunifurahisha, walikuwa wakinifurahia kama vile nilikuwa mngali kijana, na Dr. Milis alikuwa pale, alikuwa mwamuzi mkubwa, alisema kwamba wewe ndiye unayehubiri. Na niweza kuuliza, nikasema hasa nilitokea wapi, nilifanya namna gani baada ya makusanyiko au baada ya mahubiri? Nawaza kwamba alisema vile kwamba hii ndio ilikuwa ni hatari sana mbele kusikia. Nilikuwa bado kusikia kitu kama hicho kilicho kibaya. Nikasema, ndugu yangu Davis, wote walilia, lakini alijibu, nao mbona watu wanaliaka pia kwenye mazishi na wanaliaka pia katika hali fulani? Na akasema, unajua Bili, haukuhubiri neno, lakini ulizungumza kuhusu mama aliyepoteza mtoto na aliyelia na kadhalika, au uzali wake kwa namna ya pili kupitia mambo inayoonyeshwa kwa namna hiyo. Alinikata nguvu hapo hapo, na sio kushangilia, sio kufurahi, lakini neno linalostahili, neno lile linalostahili, neno lilo hai linaloleta uzima na naleta mazoezi. Na akasema, Bili, nataka kueleza wakati nilipotetea shida yangu ya kwanza kama vile mwamuzi, ilikuwa ni katikati ya mwanamke na mwanamume, na mwanamke alikuwa akilia na mimi nikalia pamoja nao, au nikalia pamoja na mwanamke yule. Na kisha hapo hapo wale waamuzi wengine wakasema, ona ni udanganyifu gani inafanyika hapa. Wakasema kwamba tosha, mwanaume huyu aliye mwamuzi anayelia pamoja na mwanamke yule.
lakini huyo mwamuzi alikuwa akijua hiyo kulia pamoja na yule mwanamke alikuwa akilia, alikuwa akijua inamaanisha nini, na hiyo mambo haina maana katika maamuzi. Na ni hivyo ndugu, kwa ajili ya mambo mengi yanafanyika bila hata kuweza kuelewa maana ambayo inayofichwa nyuma ya hayo. Hakuna maneno mengi ya kuweza kukomanisha hayo. Mugeuke kukomaa. Mnasema alikuwa akicheza kwa roho na kwamba atakuwa vizuri, lakini si kwangu. Anapaswa kuanza kukomaa, anapaswa kuingia katika majaribu yake, anapaswa kukomaa kwa wakati njema. Niweza kusoma wakati uliopita katika habari, nakamata muda mrefu, kila mtu analia. Hapana, sijui. Nataka kusema ya kwamba alikuwa ni dada huko, huyo dada Arnold aliyesema amina, na aliweza kunieleza kitu fulani, na niweza kusoma pia ndani ya habari ndani ya kitabu cha habari ya zehebu iliyoandikwa na mwanaume mmoja wakati ule, kwamba ni mtakatifu Marte ambaye aliweza kuishi katika wakati ule. Akakuja akasema, nabii aliweza kunifanya kuwa nabii wa Agano la Kale. Akasema nataka kutabiri. Akasema jioni hii Mungu atashuka na atanipatia vazi nyeupe na nitakaa katikati yenu, na kwamba mtajua kwamba mimi ni mmoja wa manabii wa Agano la Kale. Na kisha usiku wa manane hayo yakafanyika, na huyo mwanaume akakuwa na kanzu nyeupe ndefu. Akasema sikuambia hiyo, sikuambia hiyo. Na kisha akasema mimi ni nabii wa Agano la Kale, lakini huyo mwanaume aliyekuwa pale hakuweza kukubali. Akasema kwamba manabii hawajifanyake manabii, lakini walichaguliwa wakawekwa, na wanabii wataweza kutenda. Na hapo matunda yake, maoni yake ilikuwa pale. Hayo matunda aliyofanya, mambo aliyofanya ilionyesha kwamba yeye si nabii. Alikuwa amesema mbakie pale, nitaweza kuonekana kama mimi nabii. Lakini huyo mwepiskopi akasema, iko namna gani kuhusu kijana huyu? Na kweli akasema kwamba sijawahi kuona mambo kama haya. Lakini alikuwa akijua nabii alikuwa ni nani. Ilikuwa ni Marte. Na kisha wakasema, unajua nini? Sawa sawa na maandiko, wewe umeshindwa, unadanganya. Lakini kwa sababu gani hauendi kuona Marte ili uweze kuonekana mbele yake, umwambie yale uliyotuambia? Sitaki kwenda huko. Sitaki kusimama mbele ya Marte. Mnaona? Dhahabu inaweza kupimwa, lakini mtu yule wa Mungu alikuwa na kweli, yeye Marte. Na ndio maana ninauliza mtu fulani aweze kunionyesha ubatizo wa jina la Yesu Kristo ni wa uongo namna gani. Munionyeshe kama kunaweza kuwa kuzaliwa upya, kama hamwezi kuwa mmekufa na kufa kwa ulimwengu. Munionyeshe mambo hayo. Muyaweke kwa vipimo ya neno. Mnaona kama itaweza kusimama kwa kipimo, ni kweli. Walisema hapana, unapaswa kwenda kwa Marte. Kundi ya watu ikamchukua huko, na hapo mavazi ikapotea. Unaona, Wapentekoste wanaweza kusema hiyo leo, kama mtu fulani anaweza kuja kwa namna hiyo katikati yao. Unaona, msikie, ilikuwa na anga ya nje ya kweli, lakini ilikuwa hailingani na neno. Marte alisema kwamba shetani alionekana kwake akiwa katika taji kubwa ya dhahabu ikitengenezwa vizuri, kingaa sana. Ilikuwa kubwa, mzuri, alikuwa akitengenezwa vizuri, kwa kivaa vizuri, alikuwa ametengenezwa na kunyorwa vizuri, alikuwa amevaa vizuri, akivaa mavazi ya dhahabu. Na alikuja akaambia Marte, unanijua? Na watu ambao wasioona maono wanaweza kushindwa kuelewa hayo. Lakini mnaona, maono pia, katika maono kuna kwaka roho tofauti ndani ya maono. Na pia Biblia inasema kwamba wachaguliwa wanaweza kuua, wamedanganywa pia. Wangeweza kudanganywa. Mathayo 24 mstari 24. Wachaguliwa ndio wanaweza kutayarishwa na kuwekwa kwa ajili ya lengo hiyo. Na akakaribia yule mchaguliwa. Martha akasema, unajua kwamba mimi ni wa Kristo? Na huyo shetani akaonekana kwa Martha, akamwambia, unajua kwamba mimi ni Kristo? Martha akashakia. Ilikuwa ni kitu kigeni. Akasikia sana. Akasema, hauone kwamba mimi ni Kristo? Mimi ni Kristo, haunijui, haunitambue? Na akasema, alisema hiyo mara 2 au mara 3. Na Martha akasema, shetani,
ninakujua Bwana wangu hajavikwa taji, atavikwa taji wakati watakatifu watakapokuwa karibu yake. Na hiyo inalingana na neno. Sasa hapo shirika la kisehebu la Kiroma linakuwa na madogme, maroho chafu ziliingia na wanadanganywa, wanakataa neno mbele ya kuweza kukubali hiyo madogme yake. Lakini mwende mbali na hayo, maroho zitaenda mbali na itaenda mbali na neno. Na hivyo ndivyo inaandikwa, kama vile Yane na Yambure walivyopingana na Musa, na hivyo hivyo hao watu watapingana neno, watafanya maajabu, watafanya alama nyingi. Mwende mbali na hiyo. Lakini neno lilikuja kwa manabii, nasi tunaamini manabii. Lakini Mathayo alisema kwamba mimi nakujua Shetani, Bwana wangu haiko kana namna kama hii. Bwana wangu alienda akitoka hapa akiwa na mavazi ya zamani, akiwa na maalama ya msumari katika mkono wake, naye atarudi kama vile alivyopanda mbinguni. Na ni hivyo hivyo. Lakini kuonekana ya hiyo malaika wa uongo akapotea, na inaweza kuonekana kwamba anaweza kuonekana kwa namna njema. Hao ni watu wazuri ambao wanaoonekana, ambao hamujawahi kuona. Lakini msikie, mfanye angalisho, msiamini kila kitu. Muwe makini sana, muangalie sana, muwe macho. Naamini kwamba hiyo haitawasumbua. Ninyi ni wa Kristo, mliozaliwa upya na mnakomaa katika kipimo cha Kristo, kwa sura ya Kristo katika maisha yenu. Kwanza mtoto mchanga, na kisha kukomaa, na kisha tunaonekana kwa umri wa komaa, katika kipimo cha kukomaa. Amina. Siku kwa siku, mwaka kwa mwaka, mnabaki wale wale. Tunarudi kwa neno, kama mnabaki ndani yangu, kama mnadumu ndani yangu, Yohana 15. Na kisha mnasema haleluya na haleluya, nifanya hiki. Lakini mimi siamini. Wanasema kwamba nasema haleluya haleluya, lakini siamini ubatizo katika Yesu Kristo. Unaona? Ni watu wanaokokotwa, wanachukuliwa na upepo wa mafundisho tofauti. Lakini sasa kusema ya kwamba kwa neema nasi tulizaliwa kwa Roho, tunakomaa ndani ya Kristo kupitia neno, kwa picha ya Kristo, kwa kiwango chake. Kama mmezaliwa nabii, mtabaki kuwa nabii. Kama mlizaliwa kuwa Mkristo, mtabaki kuwa Kristo. Kama mnadumu ndani yangu na maneno yangu yakidumu ndani yenu, msikie, mkomae mpaka mufike katika kipimo cha Kristo, na sio kama vile huyo mwamuzi au mhukumu aliyekuwa akilia kwa sababu ya mambo hiyo sio tembea vizuri. Hapana, lakini kukomaa na kuweza kupimwa kwa miaka, kupimwa kwa kuingizwa katika kipimo. Unaona, kujengwa juu ya Kristo, yeye mwamba, juu ya mwamba, juu ya Kristo. Na madhehebu yanafanya mambo mengine, lakini Bwana atatulinda tuweze kubaki kuwa wanyenyekevu. Atatuingiza katika kukomaa, kiwango kamilifu, kipimo kamilifu. Mnaona namna gani mambo yanaonekana kweli kweli. Baada ya kifo hamwezi kubadilisha kitu chochote, hata na si mazoezi ya mambo ya kushisikia. Nyote mliweza kuwa washuhuda wa hayo, muko mamia na mnaona yale yaliyofanyika. Lakini kama watu wanaweza kufa katika hali hiyo, unafanyika nini sasa? Kifo hakibadilishe kitu kwa tabia yao wa Wakristo. Kwa kumalizia, mniache niwaambie hiki: tumugeukie na neno lake na uhaki wetu na uhakika wote, tuweze kuja kama vile navyostahili kwa Wakristo, na muweze kuzaliwa upya kupitia Roho wake. Na wakati mnapozaliwa upya, mutaweza kushuhudiwa kama vile washuhuda kupitia matunda ambayo mutaweza kuchukua. Muliweza kuelewa nyote hayo? Mutawatambua kwa matunda yenu, watawatambua kwa matunda yao. Mathayo sura 10, Mathayo 7 mstari wa 16. Akose amujue alfabe yenu, lakini mtakuwa mama Mkristo. Mnaweza kukataliwa na kuchukuliwa na ulimwengu, mnaweza kuchukuliwa na kuchukiwa na ulimwengu mzima kwa sababu ya ambayo mnaweza kufanya, lakini mnaweza kuchukiwa na mambo mengine.
lakini nyinyi si wa teolojia. Mteolojia alikuwa mteolojia. Huyo kipofu alizaliwa akiwa kipofu, lakini Yesu alimponya akampatia kuona. Na wakati alipokuja na wakati alipoona, Wafarisayo wakamuuliza nani aliyefanya hivi? Hayo hangeliweza kukataliwa kwamba hakuna kitu kilichofanyika. Huyo mtu alikuwa mteolojia, hangeliweza kusema maneno mengi kama vile wengine wanaweza kufanya au wengine wanaweza kufanya, hangeliweza kuyatafsiri. Hakuwa mteolojia, lakini alifanya nini? Walisema ya kwamba sifu Mungu, sisi ni wateolojia, kwamba mtu huyo ni mwenye dhambi, lakini mtu yule hangeliweza kukataa yale ambayo yaliyomfikia. Hangeliweza pia kupingana na maneno yake au maneno ya hao watu, lakini alisema kwamba mimi sijui kama ni mwenye dhambi, lakini najua kitu moja, kwamba nilikuwa kipofu na tazama sasa ninaona. Na nyote sijui kama yeye ni mwenye dhambi, lakini mimi sijui. Najua kitu moja, ya kwamba nilikuwa kipofu na tazama sasa ninaweza kuona. Kunafanyika nini pamoja nanyi? Yohana 9:25. Alifanya nini? Alishuhudiwa. Ni kweli, alishuhudiwa. Kuna kitu kilichofanyika. Utu wake, tabia yake ilikuwa imebadilishwa, ikageuzwa kutoka katika giza ikiingia katika nuru, kutoka kupofu akiingia katika kuona. Mtu aliyezaliwa na Roho wa Mungu, ambaye aliye na sura ya utawa, aliyekuwa kataa nguvu zake, alisema ya kwamba siku za maajabu shakapita. Lakini kama amezaliwa upya, hata kuwa na hitaji ya kuweza kuwa mtu wa akili, lakini ataamini kila neno la Mungu. Wa ndugu zangu na wadada zangu wa rangi nyeusi, mnisamehe kusema hiyo leo. Huyo ndugu wa kusini walikuwa wakisema ya kwamba alikuwa ajue kusoma na alikuwa na Biblia pamoja naye siku zote, na walikuwa wakimchekelea wakisema, oh, mbona haujui kusoma? Hasa kwa sababu gani unatembea na Biblia pamoja na wewe? Yeye akajibu kwamba ninaamini yale inayoandikwa ndani. Akasema ninaamini kutoka ukarasa wa kwanza mpaka wa mwisho, na naamini kwamba pia ninaamini yale yanayoandikwa juu ya karatasi ya nje, na kwamba Biblia takatifu. Wakamuuliza, namna gani unajua hayo yote? Akasema mimi ninaamini na ni basi. Na wakamwambia, Musa anaweza kufanya yale ambayo Biblia iliyosema? Wakamwambia, unaweza kufanya yale ambayo Biblia inasema? Akasema ndiyo, nitaweza kufanya kama Bwana ndiye ananiambia. Wakamwambia, kama Biblia inaweza kuambia kwamba uruke kwenye ukuta wa majiwe, unaweza kufanya namna gani? Naye akauliza, Biblia inasema kama vile Musa anaweza kuruka kwenye ukuta wa mawe. Akajibu, akamwambia, kama Mungu anaweza kuambia kwamba uruke kwenye ukuta wa mawe. Akajibu, kama Mungu ananiambia kufanya hivyo, nitafanya hivyo. Wakamwambia, namna gani unaweza kuyafanya? Utapiga kichwa chako kwenye jiwe. Nikamwambia, akasema ya kwamba Mungu ataweza kuwa ametengeneza shimo mbele niweze kuanguka katika shimo kwenye mawe hayo. Tazama, mwanamke mzuri anawaza kwamba anataka kufa. Hautakufa. Unauliza, namna gani hayo yaliweza kufika? Wewe neno lake, wewe kamata neno lake, pumzika juu ya neno hilo, na utaona yale yatakayofanyika. Ambia shetani kwamba yeye ni Mungu. Hata kama umri wako, wewe ambia shetani wende mbali, naye atakwenda, na utaona yale yatakayofanyika. Na hapo utaendelea kusema, oh, niko na ugonjwa wa moyo, ya kwamba nina ugonjwa wa moyo. Lakini hiyo ni uongo. Hauna tena hiyo. Wewe amini na Mungu tu. Amini neno la Mungu tu, na kama unazaliwa upya, Mungu atawashuhudia na mtabatizwa, kwa maana Mungu anashuhudia neno lake na tabia yake. Mutawatambua kwa matunda yao. Ni kweli, hawa watumishi wake wote walikuwa wakishuhudiwa kwa namna moja. Namna gani tunajua dhambi?
Namna gani tunajuaka mvuaji? Ni kwa sababu anachukua manyavu. Namna gani mnajua kwamba hii ni mti wa pome? Kwa sababu iko na matunda ya mapome. Namna gani tunajua kwamba hii ni Mkristo? Kwa sababu anaishi maisha ya Kristo. Namna gani tunajua kwamba yeye ni Mkristo? Ni kwa sababu tunaona neno la Mungu linatimilika kupitia yeye. Namna gani yeye ni mwalimu? Kwa sababu yale anayofanya inafanyika kupitia yeye. Namna gani huyu ni nabii? Kwa sababu neno linatimilika kupitia yeye na linashuhudia kupitia yeye. Nasi tumesha kufa ili tugeuke kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo, na hiyo inakuja kupitia kuitwa, nasi tunageuka kuwa waaminifu kwa hayo, na Roho wa Mungu anatusindikiza wakati tunapokuwa wenye haki, wakati tunapozaliwa upya, na hapo uzima wa Kristo unatusindikiza. Namna gani mnaweza kujua dhambi? Namna gani mnajuaka mti fulani kwa sababu ya matunda yake? Namna gani mnajuaka Mkristo? Kwa sababu anaishi sawasawa na Kristo, anashinda dhambi. Anafanyaka nini? Asemake yale yanayofanya ni hii, Kristo afanye kile, lakini alikuwa akipatia utukufu wote kwa Mungu. Nanyi mfanye hiyo, mtawatambua kwa matunda yao. Kweli kweli nawaambia ninyi, kama mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yohana 3:3. Na sio ujumbe wangu wa mwaka mpya, lakini hii ni shauri langu kwenu ninyi wa Kristo, ninyi ambao mnaopenda Mungu. Kama mnakuja katika makusanyiko, kama mnaweza kuja kwenye madhabahu ya hukumu, kuja kwenye madhabahu ya hukumu ya Mungu, mutaweza kubaki pale, mulale, mbaki pale mpaka muweze kufa. Na kama hamuna hitaji ya kuweza kwenda huko, musiende huko. Kama mna hitaji ya kulala juu ya madhabahu hiyo, msilale juu ya madhabahu hiyo. Lakini nataka kusema kwa kumalizia, mulale kwenye madhabahu ya Mungu, juu ya madhabahu ya shaba ya Mungu ya hukumu. Mugeuke kuwa mmekufa pia kama vile Kristo alivyokufa, na kama vile hiyo nyoka iliyohukumiwa jangwani, iliyowekwa juu huko, hakukukua uzima ndani yake, na hapo uzima ulikuwa umepotea. Kristo alikufa, yeye alikuwa amekufa, alimshusha kwenye msalaba, wakamwingiza katika kaburi. Alikuwa amekufa na kisha akafufuka kwa ajili ya kuhesabiwa haki yetu, nasi tutakufa pamoja na mwana kondoo kwenye madhabahu, na tulifufuka pamoja naye kupitia kuhesabiwa haki. Kwa maana hiyo uzima iliyomtosha katika kifo, hiyo uzima moja ituleta ikatutosha katika hali yetu ya kufa, ikatufanya viumbe vipya katika ufalme wa Mungu, na ikatuweka muhuri kwa ajili ya siku ya ukombozi ya mili yetu. Kweli kweli ninawaambia nyinyi, kama mtu asipozaliwa upya hawezi kuona ufalme wa Mungu. Msijaribu kuweza kuelewa. Yesu anasema ya kwamba hamwezi kuelewa, lakini mukubali sawa sawa na neno lake. Hamuamini kwa namna ya upofu, lakini mnasema Bwana, Bwana niue. Hiyo sio mazoezi, sio mazoezi ya kujisikia, lakini wewe sema niue, toa uzima wangu ndani mwangu, uwa ulimwengu ndani mwangu, toa ndani uzima ndani mwangu. Na sio mambo ya kutamani, sio utamani mambo ya uchafu ya dunia hii na kadhalika. Mambo hayo yanakufa, haitakuwa tena haki juu yenu, yanaweza kuonekana kuwa chafu kwenu. Mnasema mbona sielewi namna gani watu wanaweza kuishi hapa? Mtaweza kusema kwa sauti kubwa, na kisha mtayaona, na hayo yatawafanya kuwa wagonjwa. Hamwezi kufanya tena mapatano, hakutakuwa na nafasi ya hiyo. Hata kama ulimwengu itakuwa imekufa kwa ajili yenu, hamwezi tena kuwa na sehemu. Kwa hiyo mtakuwa mmekufa. Msifanye hivyo, mkufe kwa mambo ya dunia hii. Acha Mungu awabariki, Bwana wabariki. Muwe wa Kristo, mugeuke kwa wa Kristo waliozaliwa upya, mzaliwa upya, na hapo sasa hamutaweza kuwa na kitu cha kuweza kuonywa. Namna gani iko vigumu kuweza kuambia ni wanawake au ninyi wanawake, mnaposema kwamba hii ndio kitu ngumu kwangu kuweza kuacha nywele kukomaa, au ninyi wanaume, kitu kigumu kwangu ni cha kuweza kuzuiza kasirani yangu. Lakini hapana, mnyenyekee chini ya Bwana na muweze kuinyana ninyi kwa ninyi, mkisema
Mpendwa, hii si tabia ya Mkristo. Na kama mtu fulani anawapiga kwa upande mmoja, hamuna hitaji ya kuweza kutoa kisu yenu kwa mfuko. Kama mtu anawapiga kwenye uso wenu, mtaweza kuuliza, hasa kwa sababu gani unafanya hiki ndugu yangu? Tazama, hiyo ndio Ukristo. Kama mtu anawasema vibaya, pali ya kuweza kuifanya kwa habari mbaya, uweze kusema Mungu Baba, mtu huyu ni wakufa, toa roho iliyo ndani mwake, usimwache kwa namna kama hii, okoa uzima wake. Unapaswa kusema hiyo kutoka kili cha moyo, na hayo yatafanyika. Kama mumezaliwa na roho wa Mungu, mtaweza kupenda kila mtu. Hamutaweza kuwa ndani ya njia yao na kuweza kuingia katika mambo yao, lakini mtenda mbali na mambo ya dunia. Mtaweza kupingana mambo ya dunia. Hamuna hitaji ya kuweza kusema leo nataka kufanya hiki, nataka niweze kuweka utaratibu ndani ya maisha yangu, nataka kusema hiki au kile, au kiambia au kufundisha mtu hiki na kile. Hapana, hamuwezi kumkubali kama vile lilivyo sasa. Na hiyo ndiyo ninawaomba kwa ajili ya mwaka huu, na hiyo ndiyo nataka kuomba wote na wale wote walio kundi ya kusanyiko hili. Ona jinsi napenda kundi hii ya watu. Ninapenda niingie katika chumba na niweze kuona kwa namna hii. Mnajua yale nitaka kuona. Ninataka niweze kuona kusanyiko linalojaa roho, mahali ambapo dhambi haiwezi kuingia. Kama mtu fulani anafanya kitu fulani, roho ataweza kuitosha ili woga iweze kuingia ndani ya Wakristo na wote waweze kuingizwa katika utaratibu, na kama sivyo utaweza kuingizwa katika kusanyiko. Na si ajabu, na wakati wachafu wanapokuja kwa katikati yetu, Roho Mtakatifu atazungumuza kwanza na atafunua hayo na atawaambia na atatenda juu ya mmoja na kisha juu ya mwingine, na wote wanaomba, wote wanaunda umoja, wanafanya mtu mmoja, kwa maana sisi sote ni viungo vya mwili mmoja. Tunazaliwa upya, tunajazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu na roho moja, tunabatizwa katika mwili mmoja. Si ajabu tunaweza kuyaona. Mungu aliahidi, lakini kwanza kifo, kuzikwa, na kisha sasa ufufuko pamoja naye. Tugunje sasa vichwa kwa ajili ya kuomba. Tazama vitambaa. Mungu mtakatifu, tunatambua Bwana utakatifu wakati tunapokuwa tukisimama hapa. Tunajua ya kwamba tuko katika nyumba ya Mungu, tuko ndani na tuko katika ushirika pamoja na mwili wa Kristo ulio nyumba ya Mungu. Viungo vya mwili vinaungana hapa, vikusanyika hapa, moja anatoka huko na mwingine anatoka hapa kwa ajili ya makusanyiko hapa leo. Katika siku hii mafundisho ilikuwa ndefu kama vile kwa shule ya siku ya kwanza ya juma. Lakini Baba, tunakuomba tuweze kutuelewesha, tuweze kujua kuzaliwa upya ni nini, tuweze kujua kufufuko ni nini. Tunapaswa kujua kuzaliwa upya ni nini. Tunapaswa kwanza kufa ili tuweze kuzaliwa upya baadaye. Wewe haubadilishe sheria zako. Sheria ya dunia hii inaonyesha hivyo, kwa maana kila mbegu inapaswa kwanza kufa ili iweze kuzaliwa tena. Nasi tunatambua kwamba tunapaswa kwanza kufa ili tuweze kuzaliwa tena upya. Pamoja na wengine wengi, Bwana, tunakuomba utusamehe. Wengi waliweza kutegemea mazoezi fulani ambayo walioishi na waliwaza kwamba walizaliwa upya, lakini matunda ya maisha yao inaonyesha ya kwamba hayo yanatoka katika mti mwingine, mti mbaya. Baba, ndiyo maana niliweza kuzungumza hapa leo. Ndugu Neville aliniomba niweze kuleta ujumbe, nami nimeifanya kwa namna ya funzo ya shule ya siku ya kwanza ya juma. Baba, nafanya hivyo kwa upendo na kwa moyo wangu wote, ili watu wayaelewe na sio kuweza kutegemea mazoezi fulani ambayo waliokuwa nayo, lakini kuweza kuishi kweli kweli kwa ajili ya siku ambayo inayokaribia.
na sio katika wakati wa makusanyiko ya kiungu, lakini pia wakati nguvu zinapokuja waweze kupigana, na sio kutembea katika roho yao na katika mawazo yao. Wanajibu kwa kuonya wakati wanapoonywa. Hiyo ndio swali Baba, na tunaona wakati tunapoona kwamba haiwezekane mtu kuokoa mwingine, lakini wewe peke yako Mungu ulitengeneza njia ambayo uliotoa kama vile zabihu ya ulimwengu mzima, na hiyo ndiyo namna moja ambayo tunaweza kuja, na sio kwa kusanyiko, na sio kwa credo, na sio kwa kukiri, na sio mambo ya kujisikia, na lakini kupitia njia ya Kristo. Na hivyo hivyo kama vile mtu wa kwanza alivyokufa aliyehesabiwa haki kwenye madhabahu pamoja mwana kondoo wake, na ni hivyo kila mtu anapaswa kuja na kufa pamoja na Kristo mpaka saa hii, yeye mwana kondoo. Na Yesu Kristo tunahitaji tuweze kuwa pamoja na wewe, tufuke pamoja na wewe, tuweze kuingia katika uzima mpya. Mungu hata tutembee tena kwa maisha mapya, hiyo tuweze kupita mbali na moyo hata mmoja. Tunataka tuweze kurudi hapa wakati tunaporudia huko Jeffersonville kwa saa 1:30 kwa ajili ya makusanyiko.